Nakushukuru Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Kampala, subiri. Asalamu alaykum. Nakushukuru Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kunipa nafasi na mimi nitoe mchango wangu kwenye hotuba ya bajeti nzuri, bajeti ambayo kwa kweli ina matumaini makubwa kwa Watanzania. Kwanza Mheshimiwa Mwenyekiti, nichukue fursa hii kumpongeza sana Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kazi kubwa na nzuri anayoifanya kuleta mageuzi kwenye taifa letu. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, nimpongeze pia Waziri wa Fedha Balozi Hamisi kwa kazi nzuri anayoifanya. Kwa muda mfupi tumeona mabadiliko makubwa sana kwenye Wizara ya Fedha. Kama nataka nikwambie kaka yangu, huyu mtu toka nimemwona siku ya kwanza ni kaka rahimu, mpole, mnyenyekevu na ana hofu ya Mungu. Na mimi nataka niwaambie Watanzania, tukimuunga mkono huyu kaka, taifa linakwenda kupata mabadiliko kwenye sekta ya kodi. Mtu wa tatu kumpongeza kaka yangu, Waziri wa Mipango na Uwekezaji Alexander Kitila Mkumbo, Profesa. Mimi ni moja ya wadogo zako ambao hawana mashaka na wewe hata kidogo. Naamini kwenye utendaji wako wa kazi, naamini kwenye uzoefu wako, naamini kwenye uwezo wako. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi nataka nichangie kwenye maeneo matatu manne na mwisho takuja kwenye ajenda ya taifa. Mchango wangu wa kwanza kwenye bajeti hii, nataka nichangie kwenye sekta ya kilimo. Ikizingatia sekta ya kilimo ndiye imeajiri Watanzania wengi kuliko sekta yoyote nchini. 65% mpaka 70% wameajiriwa kwenye kilimo. Mheshimiwa Waziri, nataka nikuambie hakuna muujiza. Usipoweka fedha nyingi kwenye kilimo, mzee, hakuna muujiza utakaotokea kwenye taifa letu. Kwa sababu kilimo peke yake kimeajiri 65% mpaka 70%. Lakini ni kilimo hicho ndio kinatusababishia uhimilivu wa chakula kwenye taifa letu. Mheshimiwa Waziri, ukienda kwenye sekta ya kilimo, nguvu kubwa sasa, mabadiliko ya tabia ya nchi yanabadilika kila kukicha. Kilimo kimekuwa hakieleweki. Weka fedha nyingi kwenye kilimo cha umwagiliaji. Kilimo cha umwagiliaji ndio kilimo pekee duniani ambacho kina uhakika. Sasa hivi Mheshimiwa Waziri, tunategemea mvua za vuli na masika. Hizi mvua Mheshimiwa Waziri hazieleweki. Sisi Katavi tulikuwa tukipata mvua nyingi sana. Lakini mwaka uliopita tumepata mvua ambazo zimezidi malengo. Matokeo yake mazao yameharibika, mazao hayakuiva vizuri. Hivi leo tunayoongea kuna crisis kwenye jimbo la Katavi. Kwa Mheshimiwa Waziri, kama tungekuwa tuna kilimo cha umwagiliaji, suluhu ya matatizo yote haya ingepatikana. Lakini kilimo cha umwagiliaji pia kinakwenda kukusaidia kupunguza tatizo la ajira. Ukiweka nguvu kubwa kwenye kilimo cha umwagiliaji na vijana wengi wakavutika kuingia shambani, Mheshimiwa Waziri, huku mjini hamtapata vijana wanazulula. Vijana watabaki vijijini na watafanya kazi kwa ajili ya kuliletea taifa hili maendeleo. Mchango wangu wa tatu Mheshimiwa Waziri, ni kuombe VETA, Wizara ya Elimu. VETA ndio eneo pekee mwanafunzi anamaliza akiwa na uhakika wa ajira. Maeneo mengi watu wanakwenda leo, ukizunguka mtaani kule kila mtu ana degree, mara ya sociology, mara ya hiki, hawana skills. Mtu akifika form 4 achague kama anataka kwenda VETA kupata ujuzi aende. Kwa hiyo mkitia nguvu kubwa kwenye VETA, nataka nikwambie Mheshimiwa Waziri, leo hii ukipita kwenye vikundi vya bodaboda, kati ya vijana 50 utakaokuta kwenye bodaboda 45 wana degree. This is a crisis. Lakini mkiwekeza kwenye vyuo vya VETA, hawa vijana wanapomaliza vyuo vya VETA, na mweke mpango mahususi, kama mtu amesoma mambo ya uchomeleaji, akimaliza chuo cha VETA, mpeni na tuzi atoke pale aende akafanya shughuli za maendeleo.
huko ndiko ambako pia eneo jingine kunaweza kutusaidia kupunguza tatizo la ajira. Mchango wangu wa 4, Mheshimiwa Waziri, nataka nichangie kwenye mpango. Mwalimu Nyerere alituambia ili taifa lipige hatua linahitaji vitu 4: 1, ardhi; 2, watu; 3, siasa safi; na 4 ni uongozi bora. Mimi nataka niende hapa kwenye watu. Juzi wakati rais wa Singapore amefika hapa Tanzania, aliulizwa swali na mwandishi wa habari, akaulizwa mmewezaje kupiga hatua kwenye kipindi kifupi? Rais wa Singapore jibu yake lilikuwa dogo sana. Alisema tulikuwa na watu na sisi tuliwekeza kwenye watu. Tanzania kwa sensa iliyopita 2022 tulikuwa watu zaidi ya milioni 60. Hivi tunavyoongea tuko watu zaidi ya milioni 70. Mheshimiwa Waziri, taifa lina watu wa aina gani? Nchi yetu ina tishio kubwa la usalama wa taifa. People they are sitting, watu wamerelax kama hawalioni kuwa kuna tatizo. Mheshimiwa Waziri, huu mpango wako wa 25-50 msipochukua hatua sasa, nataka nikuambie kwenda kutekeleza itakuwa kizungumkuti. Ukienda pale Dar es Salaam leo hivi tunavyoongea, Mheshimiwa Waziri, kuna tatizo kubwa la mmomonyoko wa maadili na tatizo kubwa la ushoga. Hili jambo Mheshimiwa Waziri, ukilitazama kimzaamzaa unaweza kama kuona hakuna taifa, lakini ukichukua takwimu, juzi nimeongea hapa, baadhi ya media wakafanya debate, nikawaambia Dar es Salaam imekuwa kama kiwanda cha kuzalisha mashoga, na leo narudia mpaka mtajirekebisha, Dar es Salaam ni sehemu ya kiwanda cha kuzalisha mashoga. Msikubali kuchukua hatua na kujirekebisha. Mheshimiwa Waziri, na hili jambo ni jambo mtambuka, linahitaji wizara zaidi ya 8. Niliongea nikasema ifike pala wizara ya elimu sasa wapeleke mitaala kwenye mashule yetu, kwa sababu na jamii nzima sasa hivi inanisikitisha jambo la mmomonyoko wa maadili, jamii imeachia serikali peke yake. Lakini Mheshimiwa Waziri, jambo hili ni la jamii nzima, makanisani, misikitini, huko waumini wetu ndio wanaofanya hivyo vitendo. Jamii imechukua hatua gani kwenye hili? Sisi kama serikali, nataka niwaambie waheshimiwa wabunge, mimi naongea, mmekaa mmerelax, hili tatizo ni kubwa. Kama tunakubaliana kuwa sisi kizazi chetu kimeshindikana, tuokoe hawa wanaokuja. Tukubaliane sisi imeshindikana, hawa watoto wanaokuja, nini kifanyike? Cha kwanza, wizara ya elimu, pelekeni mitaala kwenye vyuo, shule zote za chekechea, primary na sekondari mpaka vyuo vikuu. Hili jambo liimbwe huko. Haya matokeo leo mnayoona vijana wetu mitaani huko wanatembea wamepinda viuno na migongo, ni kwa sababu uwekezaji wake ulikuwa mkubwa, haukuanza leo. Uwekezaji huu umeanza zaidi ya miaka 10, na sisi tuanze kuwekeza sasa ili kuokoa kizazi chetu. Mitaala ipelekwe mashuleni, watoto wafundishwe toka akiwa chekechea kuwa mtu akimsogelea maeneo ya makalio ni tatizo, na mitaala iende wazi. Wacha mambo yenu sasa hivi sijui don't touch nini. Mnakuja mnaimba tu ngondora don't touch nini? Mwambie mtu akikugusa huku si huku, hapa ruhusiwi mtoto aanze kuanzia chekechea. TAMISEMI, tengenezeni sheria kwenye local government, kwenye serikali za mitaa. Haya matatizo yanaanzia kwenye mitaa huko. Leo ukienda maeneo na napenda sana kutolea mfano Dar es Salaam, kwa sababu timu ikiwa inacheza mpira ikizidiwa, kocha anakuambia mwanze kukabia mbele. Tusipowakaba Dar es Salaam, tatizo hili litakuja Pwani, Morogoro mpaka Katavi. Na ndugu zangu, nataka niwaambie waheshimiwa wabunge, hasa wenye jinsia ya kiume, tunacheza pungufu, mnisaidie kukaba hali mbaya. Taarifa Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Mwenyekiti, taarifa. Muda wako umeisha. Mheshimiwa Mwenyekiti,
Baada ya yao, naomba dakika moja tu nimalizie. Nawaomba sana, nakuja upande wa muungano, nawaomba sana Watanzania wenzangu, wapo Waruseli waliwahi wana wimbo wao mmoja unaimba, mahala pazuri ndugu wanapokaa na kupendana na kupatana na kupendana, hapo Mungu yupo. Baada ya hayo, asante sana, naunga mkono hoja. Asante sana Mheshimiwa Kampala Maganga Thomas. Nilimwita Mheshimiwa